Nimwite sasa Mheshimiwa Zakaria Paulo Aisai, mbunge wa Mbulu mjini. Swali lake litaulizwa kwa niaba na Mheshimiwa Cecilia Pareso. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Mheshimiwa Zakaria Paulo Aisai, naomba swali lake namba 466 sasa lipatiwe majibu. Majibu ya swali hilo, Mheshimiwa Naibu Waziri Engineer Andrea Kundo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Maji, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Zakaria Paulo Aisai, mbunge wa Jimbo la Mbulu mjini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali bado inaendelea na utafutaji wa fedha zaidi ya shilingi bilioni 70.1 kwa ajili ya kuanza utekelezaji wa mradi wa maji wa kimkakati wa Solai uliopo tarafa ya Nambis, wilaya ya Mbulu, mkoani Manyara. Miongoni mwa kazi zinazotarajiwa kutekelezwa kupitia mradi huu ni pamoja na ujenzi wa chanzo cha maji chenye uwezo wa kuzalisha lita milioni 13.6 kwa siku, ujenzi wa nyumba ya mitambo pump house, ununuzi na ufungaji wa pampu 4 za kusukuma maji sanjari na ujenzi wa vituo 160 vya kuchotea maji. Mradi huo unalenga kunufaisha zaidi ya wananchi 1,992,228 wa wilaya ya Mbulu. Mheshimiwa Cecilia Pareso, swali la nyongeza. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi niweze kuuliza maswali madogo mawili ya nyongeza. Kwa kuwa mradi huu unahitaji fedha nyingi ili uweze kutekelezwa, je, kwa nini serikali sianze kutekeleza mradi huu kwa awamu ili kupunguza adha ya maji kwa wananchi katika maeneo husika? Swala pili, katika kata ya Bara wilayani Karatu kuna mradi wa maji uliokamilika na umejengwa na sekta binafsi ambapo takriban wananchi 15,000 wataenda kufaidika. Je, serikali ina mpango gani wa kuweka miundombinu ya usambazaji hadi kwenye vijiji vya jirani ili kupunguza kero ya maji katika vijiji husika? Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Zakaria Paulo Aisai yaliyoulizwa na Mheshimiwa Cecilia Pareso kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kimsingi ni kweli kabisa fedha ni nyingi, na nimpongeze sana Mheshimiwa mbunge kwa kutoa mawazo na ushauri wa namna ambavyo tunaweza kutekeleza mradi huu, na nikutoe hofu Mheshimiwa mbunge, tunapokea kwamba ni dhahiri kwamba inahitajika kuanza hatua kwa hatua ili tuone namna ambavyo tunaweza tukafika, lakini pia tutaangalia namna ambavyo tutaanza na chujio wakati tukiwa tunaendelea kutafuta fedha kwa ajili ya kujenga maeneo mengine ya kimiundombinu. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye swali la pili kuhusiana na eneo la Karatu, Mheshimiwa mbunge, unafahamu mradi ule nilienda kuuzindua na kwa ushirikiano mkubwa sana na wadau wa maendeleo, na wewe ukiwa sehemu ya kuhakikisha kwamba mradi ule unatoa matokeo. Nataka nikutoe hofu. Chini ya serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan, hakuna kijiji, hakuna mtaa, hakuna kata itakayobaki nyuma kwenye huduma ya maji safi na salama. Nikuhakikishie kwa kufanya hivyo, tayari katika bajeti ya fedha 26-27 tumeshaweka kiasi cha bilioni 1.6 kwa ajili ya kwenda kutengeneza mtandao wa kusambaza maji katika vijiji vya jirani ili waweze kupata huduma ya maji safi na salama.